Info Channel. Subscribe now. Yamekuwa mazito. Sio mazito, yamekuwa bambam. Bambam. Ukiwa na maana siasa ziko bambam, yani ile ni pa. Yani issue ni kwamba tuko kwenye mwaka wa uchaguzi. Sasa ukishakuwa kwenye mwaka wa uchaguzi huu 2025, kila unachokiongea wanakipiga kwenye uchaguzi. Oktoba, Novemba. Yani kila unachokiongea watu wana relate kule. Kila unachokiongea tu mwisho tafika hata watu watahubiri kanisani, watu watakuwa na relate na Oktoba, na wataka wabaki na imani zao za dini, waendelee vizuri makanisani kwenye imani zao na kadhalika, wasililate mambo ya Oktoba, waachie waachie Oktoba. Uchaguzi uachie nini? Oktoba. Of course uchaguzi ni siasa. Uchaguzi ni uchumi. Uchaguzi ni jamii. Uchaguzi ni utamaduni. Lakini inabidi sasa inakuwa kila kitu ukiongea anaongelea uchaguzi lakini hapana, bado maisha yanaendelea mengine. Uchaguzi ni mchakato, lakini uchaguzi ni tukio. Ni kama harusi. Harusi ni mchakato, mnaanzia huko kwenye washenga, kwenye pete, kwenye nini, halafu mnakuja tu kwenye tukio linaloitwa nini? Harusi. Sasa uchaguzi nao ni mchakato ambao mnakwenda nao, halafu mnakuja kwenye tukio. Sasa hivi inakuwa watu wanaenda moja kwa moja kwenye tukio, wakati mwingine badala ya nini? Ya mchakato. Kwa mnakutana na bwana harusi na bi harusi, mnakutana asubuhi, mchana, jioni mmeoana. Hapana. Lazima kuwe kuna process. Kwa hiyo yote lakini ni mazuri, na ndio maana unaona nimesema ni bambam, kwamba si mazito lakini yako hot naweza kusema moto. Kwanza nieleze, mimi naitwa Dr. Dennis, mchunguzi, na ni kama ulivyosema nashiriki katika kujadili masuala ya kisiasa na kiuchumi, kijamii na kiutamaduni, na ni kwa mustakabali wa faida yetu kama taifa. Kwa hiyo naitwa Dr. Dennis, mchunguzi, na kote nilikohojiwa nimekuwa si mchoyo wa kutoa namba zangu za simu ya kiganjani, kwa sababu watu wananifuata na mawazo baada ya hapa, wanapoangalia wana comment of course, lakini wengine wananiletea message WhatsApp, wanasema tumefurahi, unaonaje tukiimprove hiki, tukifanya hivi. Utaona feedback, mtapata comments of course kwenye na Instagram na kadhalika, lakini ni 0717777222 0717777222 na 0769888888. Hizo namba zangu za simu ganjani zina WhatsApp, kwa watu wanaweza kanani pale. Ni hivi, unauliza maswala yale ya umetaja majina specific moja kwa moja. Mheshimiwa mbunge wa Kisesa, Luhaga Johnson Mpina. Na unasema kwenye mitandao yamekuwa ndio gumzo kubwa, na uko sahihi. Hata kwenye magrupu yetu ya nini? Ya WhatsApp. Mimi niko kwenye magrupu ya WhatsApp zaidi ya 19. 19, hayo ni ya nchini. Sasa lakini yale waliojiunga na watu wa nje, sasa wewe sijui ni mangapi, sijui 30. Na unapokuta kwenye grupu za WhatsApp, grupu 8, 10, 12, 13, 15 zikaongelea jambo, jua huko kwingine kwenye na magrupu ambayo haupo linaongelewa. Ndio manake hiyo. Kwa sababu kwenye WhatsApp huwezi kuaccess mpaka wewe mwanachama wa grupu lile. Si ndio manake? Instagram ni sote, Facebook ni sote, YouTube ni sote. Lakini kwenye grupu la WhatsApp mimi kwako hata silijui. Lakini nakwambia kwenye ya kwangu karibu magrupu 19, karibu 15 au yote yanaongelea habari ya Luhaga Johnson Mpina na majibu, maelezo aliyoyatoa kwenye mkutano wa Mheshimiwa Rais, na aliyoyatoa maelezo aliyoyatoa Mheshimiwa Hussein Bashe na Mheshimiwa Rais. Kwanza nichukue nafasi hii frankly kabisa kwa moyo tu kumpongeza Samia kwa daraja la Kigongo Busisi. Wanasema charity begins at home. Mimi natoka ngambo ya daraja lile, na kwa hiyo mimi ni mdau mkubwa wa kusafirisha mikungu ya ndizi na vitu vingine kupita daraja ile, kuleta ndizi zile Mwanza, kuzileta Shinyanga, kuzipeleka Msoma na kwingine. Kwa hiyo daraja lile kwangu tayari ni A+ kiuchumi. Kwa hiyo nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa daraja lile, na niwapongeze wananchi wote wa Tanzania kwa kufanikisha lile daraja. Ni daraja letu, si daraja la mtu mmoja. Na anasema hivyo kabla sijajibu swali lako, kwa sababu moja ya changamoto watu wanazozipata, na hata wanapoulizwa maswali wanashindwa kujibu kitu kimoja. Mtu yuko Mbeya, yuko Songea kule kwa Emmanuel John Nchimbi, naye mpenda sana rafiki yangu Dr. Emmanuel John Nchimbi, mgombea mwenza wa urais. Unamuuliza daraja la Kigongo Busisi litakusaidiaje?
Anasema lile siliko huku Mwanza huku. Umenielewa vizuri? Hana jawabu. Sasa nataka kuambia Watanzania, daraja lile linapopitisha mikungu ya ndizi, likapitisha kahawa zile, likapitisha mitambo ya dhahabu zinazochimbwa kule, vinapokwenda kuuzwa vile, tukauza Ulaya, Marekani, Canada, tukauza Asia, hela zile zinanunua madawa nje. Yanapokuja hapa yanatibu mtu wa Songea, yanatibu mtu wa Mtwara, yanatibu mtu wa Kyela, wa Mbamba Bay, Waliuli. Ndio manake hiyo meli ya MV Nyasa ikifanya kazi kule, kodi zinazotoka kule zinasomesha watoto wa Sengerema Mwanza, zinasomesha watoto wa Tarime. Ndio watu waelewe hiyo kwamba madaraja ni yetu wote na kila kitu. Kwa sababu baadaye mtu anasema mimi niko Iringa bwana, mimi niko Mtwara, daraja la Kigongo Msisi linakuhusu kwa sababu pesa itakayotoka pale inakuja kuhusu na mtoto wako na kulipa mwalimu anayefundisha mtoto wako kule Mbamba Bay. Umenielewa vizuri? No. Nije kwenye swali lako. Yaliongelewa Simiyu. Ni kweli kwamba Mheshimiwa Luhaga Johnson Mpina alieleza na alikuwa na mambo makubwa matatu. Kama nilimsikiliza vizuri. Alikuwa na maombi, alikuwa na changamoto. Kwenye maombi akaomba halmashauri, akaomba barabara, akaomba madaraja. Kwenye changamoto akaeleza tatizo la tembo wanaovamia mazao, ndio lilikuwa kubwa, pamoja na changamoto nyingine alizozieleza. Alafu alitoa pongezi za kijumla. Sasa sijui niongelee ya Mpina kwanza au niongelee jumla yote pamoja na aliyoeleza mzee na Mheshimiwa Hussein Bashe, waziri wa kilimo, na Mheshimiwa Rais. Itakuwa sahihi? Itakuwa sahihi. Itakuwa sahihi pia. Ni kwamba Luhaga alieleza yale matatu. Alieleza maombi, akaeleza changamoto, akaeleza pongezi, na akajibiwa na Mheshimiwa Hussein Bashe na Mheshimiwa Rais. Niseme hivi, kwa nilivyo analyze mimi, majibu aliyotoa Mheshimiwa Rais yako sahihi kwa Mpina. Kwa nini yako sahihi? Kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais, ameeleza kwamba Mpina, sikiliza, masuala ya tembo ni wizara ya kilimo, ni wizara ya maliasili na utalii, ni TAMISEMI. Haya ungekaa na Mheshimiwa Mchengerwa, ukakaa na Mheshimiwa Pindi Chana wa utalii, maliasili na utalii, si ndio? Ukakaa na Bashe, haya mbona mungeyajadili na mkafikia mahali kwamba hata kama fedha zilizotolewa kwa ajili ya vituo hazitoshi, kwa sababu hapa ni hela kwa ajili ya kuongeza vituo vya kulinda wale wanyama tembo na fedha za kumanage wale wanyama, si ndio? Akasema mbona na waziri wa mambo ya ndani definitely wangemhusisha Bashungwa. Anasema mbona ili mungelimaliza. Samia yuko sahihi kumjibu vile, lakini akamwambia Mpina, halmashauri ili igawanywe, ili mpate halmashauri ya Kisesa, ni mchakato unaanzia ndani. Wanaanzia kwenye vijiji na kata, wanakuja kwenye halmashauri kule Kisesa, wanaangalia vigezo vya kuwa halmashauri, vinapelekwa TAMISEMI kwa Mchengerwa. TAMISEMI wakiona ni sahihi, vinapelekwa serikalini wakiona ni sahihi, waziri mkuu na nini, inafika mahala mnasema tumetengeneza halmashauri. Ile process anaijua Mheshimiwa mbunge Luhaga Johnson Mpina. Sasa Samia anamwambiaje? Na namshukuru Samia. Sio kwamba sijui atasema mbona unamtetea Samia. No. Mimi naungana na Samia, namtetea kwa sababu alichomjibu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Mpina yuko sahihi. Mchakato ule wangeanza kule na ingekuwa ni rahisi. Lakini pia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akamwambia Johnson, sikiliza, Luhaga Johnson Mpina, ni hivi, lile la barabara kwa mfano na madaraja, yale wenzako waheshimiwa wabunge kila siku wanayaleta bungeni, na nyinyi mtakubali, waandishi wa habari na Watanzania, kwamba mijadala yetu mingi bungeni tunayoiona ni ya madaraja, ni ya barabara, ni ya maji, na ikienda kule inatekelezwa, wanatoka pale, na angeweza kumuona waziri wa ujenzi in person na kadhalika. Kwa sababu alitakiwa atuambie pale Mheshimiwa Mpina kwamba Mheshimiwa Rais, nimeongea na anaitwa Mheshimiwa waziri wa nini, ni Ulega anaitwa, wa ujenzi, nimeongea na Mheshimiwa waziri, si ndio? Kama nimekosea jina lake watanisamehe tu, hakuna shida. Amenieleza kwamba barabara zile ni 1 2 3, na nimemweleza kuhusu madaraja, wameniambia ni 1 2 3, na nimeongea na watu wa TARURA, wameniambia 1 2 3. Nimeongea na Mchengerwa wa TAMISEMI, ameniambia 1 2 3. Sasa Mheshimiwa Rais, huko kote nimeona kama haiwezekani. Nimepeleka bungeni,
Nimeraise hili mbele ya bunge, au sio? Nimemueleza waziri ndani ya bunge. Hayo yote hujaeleza. Na ndio maana Mheshimiwa Rais akasema sasa wewe Johnson Mpina Luhaga ni mbunge wa jimbo au mbunge wa taifa? Mbona unielezi ya specifically umebeba yapi kupeleka bungeni? Kwa sababu yeye anawakilisha watu bungeni, hawakilishi kwingine. Sehemu ya pili ni kwenye kikao cha madiwani. Unajua mbunge yeyote ni wanini? Ni sehemu ya kikao cha madiwani. Umenielewa vizuri? Kwa nini ukuyaleta kule? Na tatu ambacho mimi nakiona, hata kama labda hajakisema Mheshimiwa Rais Samia, Luhaga Johnson Mpina alikuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, Samia akiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yangu ni nini? Ana access na Samia kubwa ya kuweza kumpigia simu, hata ya kuweza kumueleza haya mambo kabla ya kikao cha Simiyu. Alikuwa na uwezo huo. Ana access na rais. Unanielewa? Lakini ni mbunge. Rais ni sehemu ya bunge. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais ni sehemu ya bunge. Sehemu ya pili ni waheshimiwa wa bunge na categories zao zimetajwa. Wa kuteuliwa, wa kuchaguliwa, wa kuwakilisha baraza la wawakilishi, makundi maalum na kadhalika. Luhaga Johnson Mpina mbali ya kumaccess Samia kama rais, alikuwa na uwezo pia wa kumaccess kama mbunge mwenzake, kwa sababu rais ni sehemu ya bunge. Lakini alikuwa na uwezo wa kumaccess waziri, kwamba waziri wote niliowataja wale bila tatizo lolote, na akawa amepata majibu kabla ya kuleta pale. Kwa hiyo pale angeleta tu yale ambaye angesema tuliongea Mheshimiwa Rais, niliongea na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikwishaongea na Mheshimiwa Makamu wa Rais, nilikwishaongea na Mheshimiwa wa hivi. Halafu nikaona haya nini? Sasa ndio kama anavyosema Mheshimiwa Rais, ndipo unayaleta kwa rais. Unachopeleka kwa Mheshimiwa Rais ni kile ambacho huko kote kimefanya nini? Narudia, kimegoma. Yaani kwamba bwana ni kweli ukienda mbele ya Mheshimiwa Rais, nasema hivyo. Kuna kitu ambacho hajaniuliza. Lakini hata wakati TLS wale wa Law Society waliposema wanataka kuunda kamati ya kumuona rais kuhusu mambo haya ya uchaguzi na kadhalika, mimi nilikaa nikasubiri tu, nikasema hawa wataenda kupigwa maswali na Mheshimiwa Rais, kwa sababu atakuuliza mmeenda tume ule ya uchaguzi, mmeongea nao, mpaka ndio wabeba kanuni zote, wamesemaje? Mmemwona waziri wa katiba na sheria Ndumbaro amewaambiaje? Mmekwenda hivi, atawashuti maswali yote mle. Mkija kumwambia hatujaenda, anawaambia sasa kwa rais mnakuja kutafuta nini? Hujaniuliza hilo. Lakini ndio nakueleza hili ili Watanzania waelewe kwamba unapokwenda kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakikisha huko kwingine kote kumegota. Umenielewa? Atakuuliza kabisa, Dennis, unakuja kwangu? Mimi naitwa Dennis, si ndio? Umemwona fulani Dennis? Hapana mama. Umemwona waziri fulani? Sijamuona. Umemwona fulani katibu mkuu? Sijaenda. Umejaribu? Sasa kwangu unakuja mimi Samia nifanye nini? Umenielewa? Natakiwa nimuone Samia pale ninaposema mama nimejaribu hapa imekuwa hivi. Nikiona na zile evidence anasema kaa chini Dennis, mimi nakusikiliza. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo majibu ya Mheshimiwa Rais kwa Mheshimiwa Luhaga Johnson Mpina yalikuwa ni majibu sahihi, kwamba unayoyaongelea kuhusu Kisesa ni yapi ambayo real, Sasa kwa kuwa umenisifu kwa haya kitaifa, ndiye akasema kwamba nitakuconsider labda katika nafasi 10. Na 10 zile naomba tuwe wazi. Hajasema ni za ubunge Mheshimiwa Rais. Huenda na nafasi 10 za wakuu wa mikoa. Huenda na nafasi 10 za makatibu wakuu wa wizara. Huenda na nafasi 10 za mawaziri. Huenda na nafasi 10 za mabalozi. Alisema 10, si ndio? Sasa 10 uwezi kujua ana 10 zipi. Wako sasa ni zile 10 za ubunge. Hata kama alikuwa anaongelea swala la ubunge, lakini Samia anaweza kwambia nina nafasi 10 za mabalozi na katika hiyo 10 nakupa moja. Au umenielewa vizuri? Kwa sababu alishatafsiri Mbinda sasa ni mbunge wa taifa katika nafasi 10 za rais. Amesema ni 10 za ubunge. Amesema hivyo Samia, kwani umwamulie? Inawezekana ni 10 za mabalozi. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni hicho, kwamba majibu yale yalikuwa sahihi. Majibu ya Mheshimiwa Bashe sahihi. Bashe ameeleza vizuri kwamba kulikuwa na mkanganyiko 2019-2020 wa haya mambo ya pamba, ya tumbako na korosho. Na anasema Mheshimiwa mbunge, kwa kauli ya Bashe, sio ya Dr. Dennis Mchunguzi, Mheshimiwa mbunge Bashe anasema alihusika katika kuleta mkanganyiko huo. Ni maneno ya Bashe, sio ya kwangu. Na kwa hiyo kitu alichokisema Bashe kilikuwa ni kizuri. Ni kizuri kwa sababu Hussein amekuja na takwimu kwamba tulikuwa kwa mfano kwenye pamba
Tuna 1000 na kitu, ikaja 1500, imetoka 1500, ikaja 1700 sijui. Kitu kama hicho, anasema tunakwenda kwenye 2000. Katika nini? Unauliona wanamshangilia pale. Ameeleza mambo vizuri sana Hussein Bashe. Nampongeza sana mheshimiwa waziri kama ninavyompongeza mheshimiwa rais. Kwa mheshimiwa Luhaga Mpina nampongeza kwa kumpongeza Samia kwa miradi mikuu ya kimkakati ya nchi, ambayo pia nampongeza mimi Samia sana. Na kushukuru sana Luhaga Johnson Mpina kwa hilo la kumpongeza rais kwa miradi ya SGR, miradi ya umeme na nini, kwa sababu mwenyewe mheshimiwa mbunge ni katika watu walioleta mambo mengi katika miradi ile. Mnakumbuka, tusizijizime data. Lakini sasa anapokuwa Mpina anapongeza umeme wa kilo wa 2115, anapokuwa Mpina anapongeza daraja la Kigongo Busisi, anapongeza meli ya MV Mwanza, anapongeza SGR. Mpina huyu mimi nasema Mpina, bwana azidi kukuokoa na kukuleta katika kundi. Inaonyesha kwamba mpaka Mpina anatupongeza, basi kwa kweli tujikubali kwamba tumefanya vizuri. Nataka kusema ni hicho tu, kwa kwamba mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Samia mnyongeni, haki yake mpeni. Amepambana. Samia amepambana. Siasa amepambana nazo, uchumi amepambana nazo, jamii amepambana nayo. Na kwa hiyo kwangu nasema amefanya aliyoyafanya. Kwa hiyo yaliyotokea Simiyu ni hayo kwa upande wa kwangu, na kwamba kuna haja ya kumhukumu Samia wala kumhukumu Hussein Bashe. Hakuna aliyeonewa. Simiyu, Samia hajamuonea mtu, Hussein Bashe hajamuonea mtu, hakuna aliyeonewa. Kilichofanyika ni maelezo ya kina aliyotoa mheshimiwa rais, na ambayo nayakubali mimi, na aliyotoa mheshimiwa waziri, na nafikiri tubaki na msimamo huo, na walioyaeleza mimi na yaunga mkono kwa 100%. Deni kwa wananchi. Masuala ambayo aliyabaini. Ndio, deni kwa wananchi. Wasira amesemaje? Mmesikiliza baba? Mzee Wasira amesema anamdai Samia ameingia chama ambacho sio cha kwake. Which is true. Kwamba hakuna anayemdai Samia. Narudia, hakuna anayemdai Samia. Na labda unasema unapotazama Mpina na jinsi ambavyo anaenda against na chama. Hisi kuna hatua ambazo anataka kuzichukua mbeleni. Hatua gani? Hakuna hatua. Mtu anayetaka kuchukua hatua za kwake achukue hatua za kwake. Chama cha Mapinduzi, mimi ni mwanachama. Naomba ni declare interest. Ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa miaka 40. Mfululizo. 40 mfululizo. Ni mwanachama wa CCM kwa miaka, mimi Dr. Dennis Mchunguzi. Chama cha Mapinduzi endelea kusimamia sera zake, kusimamia kanuni zake, kusimamia katiba yake, na kusimamia ilani zake zote toka mwaka 77 za uchaguzi, moja ikiwa ni ilani ya uchaguzi inayomaliza muda wake bila tatizo lolote. Kimeendelea kuwa chama kikubwa cha siasa nchini, kimeendelea kuwa chama kinachosimamia serikali inayoleta maendeleo tunayoyaona yote haya na inayoimarisha amani. Sasa anapokuwa mwanachama wetu ana maoni yake, sisi tunamruhusu awe na maoni yake. Aseme, ili mradi maoni yale yasivunje sheria. Ili mradi maoni yale yasivunje sheria. Unanielewa? Yasivunje sheria. Lakini kama Chama cha Mapinduzi hakuna tunayemzuia sisi. Mimi sio msemaji wa chama, lakini kwa miaka 40 kama mwanachama nafikiri ninayo mandate ya kukisemea chama hiki, hata kama si msemaji mkuu wa chama. Kwa sababu hakuna atakayeniambia daktari vipi, namwambia na miaka 40 wewe una mingapi. Kwa hiyo hakuna atakayeweza kuniambia, kwa sababu wanajua Dr. Mchunguzi akiongelea Chama cha Mapinduzi anaongelea damu yake mwenyewe, na uwezi damu yako wewe mwenyewe ukaiongelea tofauti au vibaya. Chama cha Mapinduzi hatumzuii mtu yote kuzungumza. Anaweza kuzungumza, lakini hakikisha yale anayoyazungumza kama ni ya kwake yawe ya kwake, si ndio? Kama ni ya chama aongee mazuri ya chama chetu, na kama ni changamoto tulizo nazo, kwa sababu hakuna chama kilichokamilika. Hata CCM tunaweza kuwa tuko 90%, 95%, sisi sio Mungu wala malaika, lakini asieleze katika lugha au lafudhi inayoweza kupelekea watu kusema what is going on here. Umenielewa vizuri? Kama tuna taratibu zetu ndani ya chama, tuna vikao vyetu vya ndani ya chama, popote pale chama kipo pale, ni kama familia yako mheshimiwa, kwamba yako mambo ambayo mpaka tuje kuyasikia nje, tuje kuja kwa baba mama kuyapeleka. Mnakuwa mmemaliza vikao vya ndani na mke wako,
na mme wako kama mtu mama ameolewa au sio, ndio yanakuja nje. Chama cha Mapinduzi tunazo taratibu zetu ndani ya Chama cha Mapinduzi za namna ya kupeleka mambo. Kama nilivyosema mwanzo wakati najibu swali lako la msingi, kwamba kuna sehemu za kupeleka. Mpina alitakiwa ajue haya ya kupeleka bungeni, haya ya kupeleka kwa mheshimiwa waziri, haya ya kupeleka wakati mkuu wa CCM, haya ya kupeleka hivi. Kwa hiyo yeye kama wakati mwingine anakuwa na mtazamo au mrengo ambao unaweza sio kwamba unakinzana na chama chake, lakini unakuwa na utofauti wa hapa na pale, ni ya kwake binafsi. Mimi nafikiri yeye anakuwa na thinking za kwake binafsi, si ndio? Ndani ya kichwa chake, ndani ya thinking yake, ndani ya nafsi yake, lakini zile hazifanyi kwamba Chama cha Mapinduzi kiwe na shida. Ni chama kisichokuwa na shida kwa mwanachama wala kwa Mtanzania, na ni chama ambacho kimekuwa hakina tatizo ndani yake. There is no conflict katika Chama cha Mapinduzi. Gungunners Info Channel, subscribe now.